Nikukumbusha kwamba leo ni siku yetu ya 4 ya semina yetu mahali hapa, na kwa neema ya Mungu ametupa siku ya leo tuitumie kwa kuwa na maombi maalum, na tutakuwa na nafasi nzuri ya kuomba. Naomba tumsaidie kuomba jirani yako pale tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie leo tutaomba. Kwa hiyo kama wewe ni mvivu kuomba, utaomba leo. Na ukichoka kuomba sisi tutakuombea. Haleluya. Kama umekuja na wiki na unajua linachomoka, basi hebu ujivute likaze kabisa au lichomoe wewe mkoba. Na kama unajua kuna wapangaji wale wasiolipa kodi na kule ndani hawajaliweka vizuri, Mungu akushikilie. Maana hakuna mpangaji atakayebaki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tutaenda kujifunza namna madhabahu za giza au madhabahu za miungu zinavyoweza kumzuia shujaa asitumie uwezo alionao na kumpunguzia mwendo. Na nilikwambia tangu juzi ya kwamba kila tunachojifunza kwa siku hiyo ni ajenda ya maombi. Kwa ukiona tunajifunza juu ya madhabahu, tutakuwa na ajenda ya madhabahu. Na ikisipoisha leo, tutaendelea na kesho. Sipoisha kesho, tutaendelea na kesho. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ukipata bahasha yako kwa ajili ya sadaka, inaomba tunyooshe mkono kwa bahasha. Sawa? Sasa tunaposhughulika na madhabahu, ni lazima tutashughulika na kitu kile sadaka. Na tutaendelea hivyo mpaka hiyo sehemu itakaporudisha. Usipoisha leo na kesho kuja na bahasha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Ule mstari wa 25. Alafu tunasoma pia kitabu kile cha Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 12. Ufunuo Yohana, kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 na 26. Alafu tunasoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 12 na kuendelea. Biblia inasema hivi: ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, uikate Ashera iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii kwa utaratibu zake, ukamtoa yule ng'ombe wa pili, ukamtoe awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 13. Ufunuo Yohana sura ya 2 12 hadi 15. Ufunuo Yohana ni kitabu cha Agano Jipya na kiko mwisho kabisa. Kwa kama uko mwanzo, endelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko mwanzo, rudi nyuma. Nimesema na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo ayenenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wao kuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyefundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Israeli kwa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzimu. Hivyo wewe nao unao watu washikao mafundisho ya Wanikolai vile vile.
Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma hizi hayo maneno mawili ili kukusaidia uweze kuelewa kile ambacho Mungu anataka kusema na sisi jioni ya leo juu ya madhabahu za miungu zinazoweza kuzofisha shujaa mwenye uwezo ndani yake asiweze kutumia uwezo alionao, lakini pia kumpunguzia mwendo. Kumbuka nikwambia kwamba Mungu hawezi kumpeleka mtu mahali ambapo hajampa uwezo wa kumfanya kustawi na kufanikiwa kwenye hilo eneo. Mtu anaweza akawa shujaa kabisa, uwezo anao ndani yake, lakini madhabahu za eneo alilopo au eneo alilotoka zinaweza zikamfanya asitumie uwezo wake. Na mfano wa kwanza kuonyesha hapa kwa Gideoni, na nimechagua kusoma Gideoni kwa sababu ndiye shujaa ambaye tulianza kujifunza, ambaye Mungu alimuinua kwa kizazi chake kwa majira yale. Lakini tunaona ya kwamba baba yake na Gideoni, mzee Yoash, alikuwa na madhabahu ya miungu. Najua kitabu hiki watu wengi wanakisoma sana, kwa wanaelewa. Alikuwa na miungu bahari, ambayo madhabahu hii alikuwa ameijenga ndani ya nyumba yake. Na watu wote wa Israeli walikuwa wanakwenda kwa mzee Yoash kwenda kuiabudu ile sanamu na kuitolea sadaka. Kumbuka ni madhabahu iko nyumbani kwa kina Gideoni. Kwenye familia hiyo ya mzee Yoash, mzee Yoash amezaa mtoto shujaa mwenye uwezo wa kulikomboa taifa la Israeli. Lakini kwenye familia hiyo hiyo, baba aliyemzaa Gideoni ni kuhani wa madhabahu ya miungu Baali. Amemzaa mtoto. Unajua, haijalishi unazaliwa na nani, haijalishi baba yako au mama yako alikuwa ni mchawi au mganga wa kienyeji, haimzuii Mungu kuweka huduma ndani yako, haimzuii Mungu kuweka uwezo ndani yako. Unaweza kuzaliwa na familia ya kipagani, waabudu miungu, lakini Mungu bado akaweka kipawa ndani yako. Watu watakuwa wanasema tu, huyu na yeye leo anahubiri injili, mbona shangazi yake alikuwa mchawi, mbona mama yake alikuwa mchawi, mbona bibi yake alikuwa mchawi. Hiyo haimzuii Mungu kuweka kipawa ndani ya mtu. Unanielewa? Mzee Yoash alikuwa ni kuhani wa madhabahu ya miungu, lakini akazaa mtoto mwenye uwezo wa kukomboa taifa. Na Mungu anauona sababu yeye ndiye anayemleta mtu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi, mbinguni Mungu alishatuumba zamani. Halo, Mungu alishatuumba. Yani mtoto atakayezaliwa kesho hajaumbwa kesho, Mungu alishamuumba. Kwa mbinguni Mungu huwa anaangalia ni nani anafaa kuzaliwa sasa hivi, ili aende afanye kile ambacho mimi nataka afanye. Kwa Mungu anaangalia dunia inaenda kwenye wakati gani, familia ipo kwenye mazingira gani. Anaangalia hii familia inapita kwenye shida ya umaskini, nitafute huku mbinguni kajamaa kenye roho ya kufanya biashara, kenye uwezo wa kutafuta hela, kenye roho ya utajiri, nikapeleke kwenye hii familia ya kina Mwakasumbi, kakazaliwe hapo ili kakomboe hii familia kwenye umaskini. Kwa Mungu anamchukua tu mwamba mmoja kule mbinguni, anamtelemsha kwenye viuno vya baba mmoja, anashuka kwenye tumbo la mama mmoja, halafu anazaliwa. Ana roho ya biashara. Baba yake hajui biashara, mama yake hajui biashara, lakini kamezaliwa tu katoto kamoja kanapenda kufanya biashara. Tangia kako shule ya msingi kanauza bagia, kanauza viazi, kanapenda biashara kweli kweli. Kameshushwa kutoka mbinguni kwa kazi maalum. Ipungie mkono wako. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Kwa Mungu analiangalia taifa la Israeli, anaona mahali linapopitia, Mungu anakwenda kwenye hazina yake, anakashusha ka Gideoni. Haijalishi baba yake ni mganga wa kienyeji, haijalishi mama yake hajui kuomba, haneni kwa lugha, lakini kwenye tumbo la huyo mama pitishwa ka Gideoni ambao atakuja kukomboa taifa la Israeli. Wanajikuta tu waabudu miungu wamemzaa dogo mwenye uwezo. Sasa akishazaliwa, kawaida ya nguvu za giza, madhabahu za miungu huwa zinaanza kufanya vita
na kinapozaliwa chenye uwezo, automatically kitu ambacho miungu na wachawi wametuzidi, wao huwa wanajua, huwa wanaiona kesho leo, huwa wanajua mtoto ana kitu gani. Wazazi wanaweza wasijue, lakini madhabahu zitajua. Mamajusi wa mashariki waliona nyota, wakaifuata, wakaja paka Yerusalemu, wakasema yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kuna miamba wanakaa Yerusalemu, makuhani wanakaa Yerusalemu, hawajui kama kuna mfalme mkombozi ameshazaliwa. Wasoma nyota wanajua amezaliwa mfalme, wanakuja kumsujudia. Herode alipojua, akaanza harakati ya kupambana na Yesu. Kwa nini? Alijua alichokibeba. Sasa madhabahu za miungu, nguvu za giza zinajua ndani ya Gideoni kuta kitu gani. Zinaenda zinampiga sindano ya kaputi. Gideoni ni shujaa, yuko anapepeta ngano kwenye shinikizo, amejificha. Huyu ni shujaa kabisa. Madhabahu zimemfunga, uwezo anao lakini hawezi kutumia. Malaika wa Bwana anakuja anamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Gideoni anakuja na sababu zake, kama watu tulisoma hapa siku ya jana na juzi. Anaongea nayo yaongea na malaika wa Mungu, kwa sababu Mungu anajua kitu gani kimemfanya Gideoni ajione yeye ni dhaifu. Mungu anamwambia, sasa sikia, toa ng'ombe, chukua sadaka. Na angalia maneno anayosema, anasema, mbona sisi ndio maskini? Mbona mimi ndio mdogo kwenye baba yangu? Yani hajioni kwamba yeye ni shujaa, anajiona yeye ni mnyonge, anajiona yeye ni dhaifu. Malaika anamwambia, nenda na uwezo wako ukawakomboe Israeli. Anasema, nitaendaje? Mbona mimi ni mdogo kwenye nyumba ya baba yangu? Mbona sisi ukoo wetu ndio maskini? Hajioni kabisa kama ni shujaa. Mungu anamwambia, okay, nenda uchukue ng'ombe. Unajua siku moja Gideoni alitoa sadaka ya ng'ombe 3. Huyu ambaye alikuwa anajiona yeye ni maskini, hebu niambie ni maskini gani anaweza kutoa ng'ombe 3? Yupi? Lakini ndio maneno ambayo alijinenea. Yeye amejiona yeye ni mdogo, yeye amejiona yeye ni maskini, ana visababu, lakini kumbe madhabahu zimemfunga. Mungu akampa maelekezo, chukua ng'ombe uende ukaivunje ile madhabahu iliyoko ndani ya nyumba ya nani? Ya baba yako. Alafu uchukue ile madhabahu uikatekate, kwa sababu ilikuwa ni sanamu. Uchinje ng'ombe mwingine wa pili, ukamjengee Mungu wako madhabahu kwa ile sadaka ya pili. Gideoni akaondoka kweli, akachukua na vijana wengine 10 wa kumsaidia. Akaenda, alipoivunja ile madhabahu ya kwenye nyumba baba yake, unajua Gideoni akapata ujasiri. Ndio yule Gideoni alikuwa anapepeta ngano chini ya shinikizo. Gideoni huyo anakuwa kamanda wa jeshi, anakuwa brigedia. Huyo anaenda anakusanya kikosi cha watu 30,000, anawapeleka vitani. Mungu anamwambia, hawa hawatoshi, hao ni wengi, punguza mpaka watu 300. Gideoni huyo anaenda kupigana na Wamidiani, na wala hahitaji kupigana vita yeye. Wakachukua vibuyu, sema vibuyu, na vyungu ndio zilikuwa silaha. Hawakupigana kwa bunduki, hawakupigana kwa mishale, hawakupigana kwa makombora kama unaona leo, hawakupigana kwa bitu unayoiona ile ya Marekani. Wao walienda na mitungi tu, wakaipasua ile mitungi. Wale maadui zao wakasikia ni kama makombora yanapigwa. Wamidiani wote wakaacha, wakakimbia, wanajiua wenyewe. Wengine wanaondoka kwenye mashimo, wengine wanajikwaa kwenye mawe, wanaviringika milimani, wanakufa wenyewe. Uwezo huu Gideoni ameutoa wapi? Ni mara baada ya kushughulikia madhabahu ya nyumbani kwa baba yake. Kuna mashujaa wengi mmezaliwa na vitu, kuna mashujaa wengi mmezaliwa na vipawa ndani, lakini madhabahu za nyumbani zimewafunga, zimefunga. Kwa mtu amekuwa mnyonge, hakuzaliwa mnyonge. Mtu amekuwa dhaifu, hakuzaliwa dhaifu. Ni madhabahu. Hii ni madhabahu ya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mtumishi anaweka tu msingi, utaelewa. Hii ni madhabahu ya wapi? Ya nyumbani. Ya nyumbani. Ya nyumbani. Kabibi kalikuwa ni kashirikina, kanaleta waganga na waganga nyumbani.
Wakifika nyumbani pale kwenye uwanja wanachimbia chungu wanafunika. Wengine mnachanywa chale nyumba nzima. Unafikiri ulitoka salama. Pale kwenye uwanja kuna kama madhabahu. Watu wafikiri mpaka madhabahu mpaka liwe mpaka hivyo sijui na mawe makubwa. Amna. Yani ni manyoya tu ya ngedele na nini na korokoro kidogo yamechanganywa na damu za kuku na nini yakasimikwa pale mpa. Hilo jini hilo. Ile madhabahu, kazi ya madhabahu ni kushughulika na watu wenye nguvu kwenye familia. Inashughulikana na watu wenye uwezo, wanaosumbuka. Wale wajinga hawanaga shida, lakini wale wenye kitu cha kimungu. Na ndio maana unakuta unapoomba ndio kama umeyachokoza. Unashangaa shida iko wapi? Yani ukianza tu kufanya mambo ya kimungu, kuna wengine akitoa sadaka ya fungu la 10, mama yangu, yani ndio kila kitu kinavurugwa. Madhabahu zinafanya vita na watu wa namna ile. Hazifanyi vita na kila mtu. Acha nikwambie, Gideoni ndio alikuwa mdogo kwenye ile familia, lakini hatuoni kama wengine walikuwa na hali gani. Tunaona hali aliyokuwa nayo yeye. Wengine hazina shida nao. Mnaweza kawa mmezaliwa watoto mko 8, madhabahu ikamchagua mmoja, ikashughulika na mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ya kile alichokibeba. Okay, ngoja nikuonyesha hapa. Nimesoma kitabu cha Ufunuo Yohana hapa. Kitabu cha Ufunuo Yohana hapo. Mungu anamfunulia Yohana kwa kanisa la Pergamo. Anamwambia ya kwamba nenda uliambie kanisa la Pergamo, umwambie kiongozi wa kanisa la Pergamo, malaika wa kanisa la Pergamo, umwambie ya kwamba haya ndiyo ayanenaye yeye aliyo na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua hapo ukaapo kwenye kiti, ni kwenye kiti cha enzi cha nani? Cha Shetani. Anasema lakini wewe unalishika sana neno langu, lakini hapo ulipokaa ni kwenye kiti cha enzi cha Shetani. No matter unaomba namna gani, umelishika neno la Mungu namna gani, lakini wapi unakaa? Unaweza ukawa umeokoka, lakini wapi unakaa? Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa uhalali. Kama nguvu za giza zina uhalali kwenye hilo eneo, unahitaji kufuata protocol kuzinyang'anya hilo eneo. Unahitaji kufuata utaratibu kuzinyang'anya hilo eneo. Okay, ulishasikia mtu ana kiwanja alafu kina hatimiliki, alafu amekuuzia. Kitu gani inabidi kifanyike? Ni lazima ufuate process za kubadilisha umiliki. Mnaenda ofisi ya ardhi, mnabadilisha nyaraka, si ndio? Jina lake linaondoka, linaingia la kwako, ndio unakuwa na uhalali kumiliki kile kiwanja. Lakini kama umekaa pale na hatimiliki inasoma jina la yule wa kwanza, unasema una kiwanja wewe? Sasa ndivyo ilivyo. Unaweza ukawa unakaa sehemu, unakaa Pergamo, maana yake alikuwa haili zaka, alikuwa ameshika neno la Mungu kweli kweli. Mbingu zinamshuhudia kwamba ni shahidi mwaminifu. Lakini alikaa hapo, akapo Shetani na akafa. Nini kilimuua? Ni kwa sababu alienda kukaa mahali akapo Shetani na hakufanya utaratibu wa kiitifaki wa kumnyang'anya Shetani lile eneo akae yeye. Aliuawa. Aliyemuua ni nani? Ni Shetani. Kwa nini? Ameenda kwenye kona yake. Kuna mahali ukienda kukaa pa Shetani anakufyeka. Naambiaga walokole, yani lazima ujue kanuni ya ulimwengu wa roho. Ukivamia eneo kichwa unafyekwa. Na hata leo kuna ndoa nyingi zimekufa. Kwa sababu nini? Watu wameenda kukaa mahali akaapo Shetani. Biashara imekufa. Kwa sababu nini? Mtu ameenda kufanya biashara mahali akaapo Shetani. Kuna madhabahu ilijengwa pale, kuna miungu inamiliki lile eneo, alafu na wewe umeenda pale na mtaji kako ka ushadamu, umeenda pale ukajenga banda, unaanza kufuga kuku.
hawafai chochote, na wengine hata kumuita mtumishi wa Mungu, mchungaji, mwinjilisti, angalau waje waombele, hakuna. Yani mradi tu una hela unafikiri tayari unatoboa. Vitu vya watu wengi vimekufa kwa sababu vimekwenda kukaa Pergamo, mahali akaa hapo shetani. Hasa angalia, hii madhabahu ya Pergamo ni tofauti na madhabahu ya kina Gideoni. Ya kina Gideoni ilikuwa ni ya kwao, iko nyumbani kwao, inamuhusu, anaijua. Lakini ya Pergamo, hii ni madhabahu ambayo huyu Antipa alikuwa haijui, lakini tu ameenda kukaa pale, hajui ni nani aliijenga. Kumbe pale walikuwepo wa Nikolai, walikuwepo wale watu ambao walikuwa naabudu miungu ile kina Balaamu, walikukaa pale wakasimika madhabahu. Ameenda amejenga pale na yeye akagongwa. Ni shahidi mwaminifu, anakufa. Ni mtu mwenye kitu cha kimungu, anakufa. Kwa nini? Amekaa mahali akapo shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wengi sana wamejichanganya kwenye maeneo hayo. Sasa shida ni kwamba unakuta kuna mwingine, kuna madhabahu ya nyumbani kama kina Gideoni, alafu bado ameenda kukaa Pergamo mahali akapo shetani. Changanya. Na kawaida ya miungu huwa haikai pamoja. Miungu ikichangamana yenyewe huwa inaanza vita, kupigana wenyewe. Kwa unakuta nyumbani kwako ni uwanja wa vita, ni Bagdadi. Miungu yenyewe inapigana. Inapigania nini? Inakupigania wewe. Hii inasema ni wa kwetu na hii inasema ni wa kwetu. Mnakumbuka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, kwenye sura ya 6, ya 5 ya 6, wakati wana wa Israeli wameenda kupigana na sanduku la agano likachukuliwa na wale wa Filisti, wakalipeleka kule kwao, wakaliingiza kwenye nyumba ya miungu bahari. Nini kilitokea? Ya Dagoni. Ile Dagoni si lilianguka, lilivunjika. Kwa nini? Miungu huwa ikai pamoja. Yani Mungu na miungu wakai pamoja, na ndivyo miungu huwa ikai pamoja. Sasa wewe unakuta kuna miungu ya kwenu, kuna miungu ya huku, alafu pia na kwenye maombi upo. Niambie hiyo sokomoko inayokuwa pale nyumbani ya namna gani? Kwa vitu vya watu wengi vimekufa, mashujaa wengi wamedhoofishwa. Wakitaka kuomba, ni kweli ndani yao wana vipawa vya kuomba, wana macho ya unabii ya kuona ndoto na maono, kimo ndani, lakini kimefungwa kwa sababu ya madhabahu za giza. Jioni ya leo tunashughulika na madhabahu. Nimekuambia madhabahu hazishughuliki na mapoyoyo. Ukiona madhabahu imekudili, una kitu. Huwa hazidili na kila mtu. Na ndio maana kwenye maisha kuna watu ambao wanaonekana kwamba hawana akili, wanaonekana kama wajinga, lakini kwa nikwambia hivi, wanaonekana dhaifu ndio wenye nguvu. Lakini madhabahu zimewafunga, wameonekana hawana lolote. Na shida tulionayo sasa sisi wa macho ya kawaida, tunawacheka na kuwazomea. Hata kwenye watoto, yule mwanao mwenye kipawa, mwenye kitu cha kimungu, ana vita vibaya mno. Lakini unaweza kukuta huyo ndio mnamchukia wote. Baba anamchukia, mama anamchukia, na ndugu zake wanamchukia. Wote, kila mtu anamrushia mshale, kila mtu anamuongelea maneno mabaya, kila mtu anamtamkia maneno magumu, kila mtu ni vita. Shuleni ni vita. Akiendesha baskeli akianguka anavunjika mkono, akipanda kwenye mti akianguka amevunjika mkono, akifanya hivi akipata ajali lazima imjeruhi vibaya mno. Lakini wengine anaanguka kwenye mti anadunda, hana majeraha. Sasa kwa sababu watu hawajui nini kiko ndani ya mtu, wanamwona kama ni mtu wa aina fulani hivi. Madhabahu zina tabia ya kudhoofisha watu wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna mtu ananielewa hapa angalau mmoja? Kuna mtu ananielewa angalau mmoja? Sasa unaweza ukajua ya kwamba kwa kweli mimi kuna kitu cha kimadhabahu kimenifunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu zifuatazo. Unaweza ukajua kama madhabahu za giza zinasumbuka na mimi kwa namna hii. Kwanza, ndoto.
Kwanza ndoto. Yaani ukiangalia ndoto na maisha yako ni mbingu na ardhi, ni vitu tofauti kabisa. Mnakumbuka wakati Yakobo anakwenda kwa Labani, alipolala kwenye eneo lenye madhabahu pale Betheli, alipofika pale Luz, alipolala mahali pale, nini kilitokea? Unaona ngazi zilikuwa aliona malaika wanapanda na kushuka. Kwa sababu gani? Madhabahu yoyote ni lango. Madhabahu yoyote ni nini? Ni lango. Hii madhabahu ya Mungu aliye hai ni lango. Ni lango. Ni lango la wapi? La mbinguni. Mzee Ibrahimu alijenga madhabahu pale Betheli miaka mingi sana iliyopita. Miaka mingi kapita, pakawa na kichaka, pakasambaratika. Lakini kwa sababu madhabahu ishagajengwa pale, miaka mingi baadaye Yakobo anamkimbia Esau, anakwenda kule kwa mjomba wake Labani. Amefika pale, amelala. Bado connection za mbinguni na pale zilikuwa ziko hai. Madhabahu yoyote ni lango. Akaona malaika wanapanda, sema wanapanda. Sio walikuwa wanashuka, walikuwa wanapanda kutokea pale, wanakwenda na wanashuka. Akasema mahali hapa panatisha kama nini, pengine hapa ni lango la wapi? La mbinguni. Madhabahu ni lango. Sasa ikiwa ni madhabahu ya Mungu, leo hii baba mchungaji, ili kanisa liliwekwa wakfu, si ndio? Tukisema mahali hapa tutaka tujenge ukumbi, ili kanisa tulihamishe, jambo litakofanyika lazima kanisa hili waliondolee wakfu. Na wangapi washagona hiyo ibada ya kuondolea wakfu jengo? Mshagona hicho kitu Ili lazima waliondolee wakfu, ili jengo waliondolee wakfu. Kuna ibada maalum ya kuliondolea wakfu, ndio wanaruhusu kutumika kwa matumizi mengine. Thubutu yako halijaondolewa wakfu, alafu uje ujenge glossary hapa. Thubutu yako, yaani fire ilishowahi kupigwa, fire iliyopigwa hapa, alafu uje ujichanganye hapa, utajuta. Kadhalika eneo ambalo limewahi kuwekwa madhabahu ya miungu limewekwa wakfu kwa roho za kuzimu, roho za giza. Lile eneo ni lango la kuzimu. Ukiishi pale, mapepo mizimu inapanda na kushuka kwenye eneo hilo. Dalili ya kwanza itakayokuonyesha kwamba hauko sehemu salama, lazima vinavyopanda na kushuka vitakuonekania. Lazima tu hali yako ya kiroho itakuwa na shida pale. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kwenda mahali fulani miaka hiyo ya 2002 2003. Nimeendesha baskeli zaidi ya kilomita 80 hivi kwa baskeli. Niko vizuri, usinione hapa. Nimefika, nilikuwa nimempeleka mke wangu kwa mama mkwe. Miaka hiyo maisha magumu. Jamani, tumetoka mbali. Mara moja tulikuwa tunakula raha, mtuache tule raha. Tumefika, mama mkwe alikuwa ananipenda sana, maskini sasa hivi amepumzika mbele za haki. Akaniambia, baba acha nikuchinjie kuku. Na kwa kweli mimi napenda nyama. Nikamwambia, mama umesemaje? Mwanangu nikuchinjie. Umechoka mwanangu. Tumeondoka saa 11, tumefika saa 6 mchana. Kwa inabidi nimwache wife pale, afu mimi nirudi na baskeli tena Tabora huko. Kwa hiyo nimefika, akaniambia ngoja kuchinjie ule kwanza mwanangu, rudi. Nikamwambia sawa. Sasa lile eneo alokuwa wamekaa, walikuwa wamenunua eneo la Msukuma mmoja, alikuwa ni mfugaji. Kumbe bwana hakuwa mfugaji tu, alikuwa ni mganga wa kienyeji. Sasa wakaniambia pumzika pale, kalikuwa kajumba hivi kazuri kama kamsonge, kana miti tu, akajengewa pembeni hivi. Na kwa pembeni kuna kamlima, kuna upepo mwanana. Nikasema hapa ndo penyewe. Nikaenda nikapaki basikeli pembeni, nikachukua mkeka nikaweka, nikachukua kigogo fulani hivi kama kimti, kiweka juu, nikajilaza pale. Bwana we, kalikuja ka usingizi kepesi. Nikasinzia, nikaanza kuona majitu.
Yani ni kama maskeletoni yananikimbiza sasa. Lingine likaja likanipiga mtama nikaanguka, likanikalia likanikaba. Sijaokoka hapo rafiki yangu. Sasa nikaanza kukemea, kukemea najua Sunday school wewe. Kwa jina la Yesu, ile kwa jina la Yesu naishia tu kwa ile Yesu haifiki, inaishia ndani. Natamani kusema kwa jina la Yesu, lakini haitoki. Nimepatikana barabara. Nikawa nakemea kwa ndani lakini sauti haitoki. Mwishoni unajua hata kwa ndani kumbe ina power. Hata kwa ndani ina power. Mwishoni nikasikia nimeachiliwa. Nikasema kwa jina la Yesu. Nikawa huru, nikaamka usingizini. Natoka jasho, nimeloa mwili mzima. Breki ya kwanza ilikuwa ni kwenye basikeli na kupanda. Nilimwacha kuku yupo kwenye mafiga. Nikamwambia mama mimi naenda. Vipi? Nikamwambia mama mimi naenda. Mama muda umeenda. Mwanangu sasa jamani ndio tuko tunanyonyoa. Nikasema mama tafadhali. Atakula mama, atakula mke wangu. Mimi naenda. Nikaondoka. Baada ya siku 3 wife naye huyu hapa. Vipi? Akaniambia baba pale. Nikamwambia kwani kulikoni pale pakoje? Akaniambia mama ndo ameniambia. Bwana kumbe lile eneo walilinunua lilikuwa na mganga. Unaelewa Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaishi wapi? Unafikiri vitu vyako kwa nini vinakufa? Vitu vyako kwa nini vinaharibika? Hivi unafikiri kwamba una mkosi kuliko watu wote hapa Kahama? Mahali akaapo shetani. Wenzako wanajua kujibusti, wewe umekaa tu umetulia. Mahali akaapo shetani. Kwa hiyo tangu kipindi cha sasa nilivyokuja kuokoka, nasoma maandiko, ndio najua ya kwamba kumbe nililala mahali akaapo shetani. Lile eneo lilikuwa linamilikiwa na miungu. Ndio ndoto zilizoziota. Sasa Yakobo amefika Bethel, mahali ambako madhabahu ya kwanza ya mzee Ibrahim iliwekwa pale. Amefika pale, amelala pale. Kinachomtokea ni malaika. Dalili ya kwanza ya uwepo wa madhabahu za miungu kwenye eneo lako utagundua kwenye ndoto. Dalili ya pili ni vitu, ni kupoteza uwezo ulionao. Yani unakuwa dhaifu kwenye maombi. Mambo ya Mungu kwako yanapingwa. Yani ukiwa hapa tutaomba rika shanda rabasia, unanena kwa lugha. Ukifika nyumbani ukianza kuomba machozi mpaka kidevuni. Piga miayo kama nyoka. Unapiga miayo kama nyoka. Unaweza ulikuwa kwenye eneo fulani una flow unaomba, mambo yako yanaenda vizuri. Lakini ukihamia eneo ambalo lina antipa, unakikuta pale. Sasa hii inazungumzia kwa mtu ambaye nyumbani kwao hamna. Kwenu pako vizuri kabisa. Mama yako ni mwanakwaya wa kwaya kina mama na ni kiongozi wa moms. Yeye ushirikina alishangaacha, hayumo kabisa. Lakini umekuja kuyakanyaga huku duniani. Umekaa mahali ambapo sio, au umeenda kufanya biashara mahali ambapo sio. Unaanza kuona vitu vinakufa. Vitu vinakufa. Vitu vinakufa. Madhabahu za lile eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine kwa wale wa nyumbani sasa, mambo mbona nawapa mazito sana nyinyi watu wa Mungu. Kwa wale wa nyumbani sasa, kinacholetaga dalili, jambo la kwanza ni maisha ya mfanano na wengine. Ndege wanaozaliwa, ndege wanaofanana huwa wanaruka pamoja. Yaani unakuwa na maisha ya mfanano, changamoto zinazofanana fanana. Madhabahu ina tabia ya kuwafanya watu wafanane. Nisikie vizuri, wewe si umeokoka? Kuna watu wanasali kwa nabii fulani. Angalia tabia zao. Wakristo wa agape wanafanana. Kuna mambo wanafanana kwa sababu Mungu wao ni mmoja. Wakiwa kwenye madhabahu fulani hivi wanafanana. Hata kunena kwa lugha wanafanana. Hello, Bwana Yesu asifiwe.
Sasa hata kwenye familia hivyo hivyo, watu wanaomiliki madhabahu fulani na miungu fulani, nitakuonyesha baadaye kule, nitakuelekea mbele na kuendelea kuzifundisha madhabahu, kwa sababu ziko za aina nyingi. Utakuja kuona zinafanya watu wanafanana. Lakini ikija kwenye ndoto, kuna ndoto ambazo ukiziota lazima jambo litokee. Yaani ukiota tu upo kijijini, uko nyumbani, lazima kuna jambo litokee. Na jambo sio zuri, ni la kurudisha nyuma. Yaani hurudishwi nyuma, huharibikiwi kitu mpaka umetokea moto upo kijijini. Pungie mkono wako japokuwa umenuna. Yaani utapata hasara, hata simu tu itapasuka. Lazima kuna jambo baya litatokea. Kwa nini? Madhabahu za eneo huwa haziondoki kwa mtu, huwa zina tabia ya kumfuatilia mtu hata aende wapi. Wana wa Israeli waliozaliwa Misri walitoka Misri, lakini Misri ilibaki ndani yao. Hata walipokuwa jangwani, mawazo yao yote ilikuwa ni kurudi Misri. Kwa nini? Misri inawaita. Umetoka Mwakaleli, kama kuna madhabahu ya iko pale, inakuita rudi Mwakaleli, na mambo ya Mwakaleli yanakutaka. Ndio unaona kiashiria cha kuota huko shule ya msingi kijijini kule. Wewe umeshakuwa huko mjini huko vizuri, unavaa na wigi la 200,000, unasuka msuko mzuri, unaota huko shule ya msingi na kadumu ka maji. Kweli unarudishwa nyuma. Hasa mashujaa wengi wamedhoofishwa kwa namna hiyo. Wanatamani kwenda mbele lakini hawawezi. Wanatamani kusonga mbele lakini hawawezi. Madhabahu zinawavuta. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimalizie hapa. Tunaenda kuomba sasa hivi. Fungua Biblia yako kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ile ya 24 mstari wa 2 na wa 3. Yoshua sura ya 24 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema hivi: Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu, naye ni baba wa Nahori, walitumikia miungu mingine. Sema walikaa ng'ambo ya mto. Hamjanielewa, acha turudie kusoma. Watu bado wanafungua Biblia. Fungua tufike Yoshua sura ya 24. Yoshua 24 mstari wa 2 na wa 3. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba yake Ibrahimu, naye ni baba yake Nahori, narudie. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto. Sema ng'ambo ya mto. Maana Tera baba yake Ibrahimu, naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. Mstari wa 3. Nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamwongoza katika nchi yote ya Kanani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Okay, ngoja nisome na hiki hapa afu nje nifafanue. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 31. Mwanzo 11:31. Mwanzo 11:31. Tafadhali naomba hapo tulipotoka weka alama Tutarudi hapo. Kuna kitu nataka ujifunze hapa juu ya madhabahu. Mwanzo 11:31. Umefika tayari? Mwanzo 11:31. Biblia inasema hivi: Tera akamtoa Abrahamu mwanawe, na Rutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe, na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka wote katika nchi ya Uhuru wa Kaldayo, waende nchi ya Kanaani. Wanaende nchi gani? Safari yao ilikuwa ni kwenda wapi? Wakafika mpaka Harani, wakakaa huko.
Safari yao ilikuwa ni kwenda wapi? Alafu wakaenda wakakaa wapi? Safari ni ya kwenda Kanaani, lakini walivyoondoka hawakuvuka mto ili kutoka Harani. Wametoka Uhuru wa Kaldayo wanaenda Kanaani, wamefika Harani wakaishia pale. Tuseme hivi, wametoka Kahama wanaenda Nzega, wamefika Isaka au Kagongwa au Tinde wakaishia hapo. Safari yao inabidi wavuke, au wanatoka Mwanza, wanatoka Geita wanaenda Mwanza, wamefika Sengerema wakaishia hapo. Sasa ukija kwenye Yoshua kinakuonyesha ni jambo gani liliwafanya waishie ng'ambo ya mto, jambo gani liliwafanya wasivuke mto. Turudi sasa kwenye Yoshua 24 mstari wa 2. Nini kiliwafanya wasiende Kanaani? Hii Kanaani ambayo baadaye Ibrahimu anaenda, ilibidi waende yeye na baba yake zamani. Okay, ninasema hivi, Yoshua akawaita watu wote. Yoshua 24 mstari wa 2. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake na Ibrahim ambaye pia ni baba wa Nahori walitumikia miungu mingine. Walipofika Harani wakajenga madhabahu, wakaanza kuabudu miungu mingine. Safari ikaishia hapo, hawakuvuka ng'ambo ya mto. Madhabahu za miungu zikawafungia lile eneo. Mpango wa Mungu walikuwa wafike Kanaani, lakini kwa sababu ya madhabahu na miungu walioanza kuiabudu pale, wakajikuta wamekaa pale miaka nenda mpaka miaka rudi, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango. Kumbuka hapo dunia iliangamizwa kwa gharika kule nyuma kwa Nuhu, na kukabakia watoto wachache watatu wa Nuhu. Hao watoto wa Nuhu wakaanza kuzaana. Katika uzao huo sasa Mungu anataka kuinua uzao wa Tera kupitia Ibrahimu. Mungu anaona inabidi wahame kutoka lile eneo ili waende Kanaani, akauongeze uzao ili alete kizazi kipya. Na hawa watu wamekuja wakafika lile eneo wakaanza kuabudu miungu. Mungu akaachana nao, lakini kwa sababu Mungu bado anahitaji jambo kutoka kwa Ibrahimu, Mungu no matter baba yake Ibrahimu anaabudu hizo miungu, lakini bado Mungu anajua kilicho kwa Ibrahimu kitakuja kulisaidia, kitakuja kusaidia kuzaliwa kwa mkombozi kutokea kwa Ibrahimu. Mungu akamfuata Ibrahimu ng'ambo ya mto, katikati ya madhabahu za miungu, akamwambia, toka wewe katika nchi ya jamaa yako, katika nchi ya baba yako, achana na baba yako, yeye ameamua kuabudu miungu. Toka wewe uende kule ambako nilitaka muende zamani. Ibrahimu anaondoka, hajui anakwenda wapi, lakini ghafla anafika, anajikuta yupo Kanaani. Maono ya baba yake na Ibrahimu ilikuwa ni kwenda Kanaani, akaishia hapo. Mungu anamtoa Ibrahimu, anamwambia, uende mahali nitakapokuambia, uende mahali nitakapokuonyesha. Anaenda hajui, kumbe Ibrahimu anakopelekwa ni kule Mungu alikusudia kumpeleka baba yake. Anajikuta yupo Kanaani, Mungu anampa Kanaani, Mungu anambariki. Na ndio unaona Ibrahimu anapofika Kanaani, jambo la kwanza kwenye Mwanzo 12, ngoja nikusomee. Kwenye Mwanzo 12 anapofika Kanaani, jambo la kwanza Ibrahimu anaenda kumjengea Mungu madhabahu. Manake anaenda kuanza upya. Huwezi ukatoka kwenye madhabahu na ukastawi kama unajenga madhabahu. Lazima ile ya kwanza itaendelea kufuatilia. Lazima ya kwanza itaendelea kufanyaje? Lazima ujenge ya pili ili kufuta ya kwanza. Angalia, kwani kusomea haraka haraka hapa. Mstari wa 5 wa kitabu cha Mwanzo 12. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamepata, na hao watu waliowapata huko Harani. Wakatoka ili kwenda katika nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya
Kanani. Mstari wa 6, Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More, na Wakanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea Bwana madhabahu alikomtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima upande wa mashariki wa Betheli. Akaipiga hema yake, alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akalitia jina la Bwana. Amefika tu Ai, Betheli, akamjengea Mungu madhabahu. The first time Ibrahim ndo madhabahu yake ya kwanza anakuja kumjengea Mungu madhabahu. Ameachana na baba yake anaabudu miungu mingine kule, akaja kumjengea Mungu madhabahu. Ili nini? Ili sasa ile baraka, ile neema alionayo iweze kumfanya astawi na aanze upya. Lazima mjenge Mungu madhabahu. Umeona umuhimu ni kuambia uje na sadaka Uweze kushughulika na madhabahu ya mzetela, kuachana nayo kama hujamjengea Mungu nyingine. Kwa lazima umjengee Mungu nyingine ili kukataa ile ya kwanza. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amenelewa hata mmoja. Okay, unajua wewe kwenu ni wapi? Kwenu ni wapi? Makusudi ya Mungu ni mfike wapi? Umefika. Unaweza ukawa una maono makubwa, unaweza ukawa una ndoto kubwa za kufika Kanani, lakini ukaishia ngambo ya mto kwa sababu ya madhabahu ya baba yako, sababu ya madhabahu za nyumbani kwenu. Ibrahimu angeingia Kanani zamani, lakini alikaa ngambo ya mto kwa muda mrefu sababu ya madhabahu za nyumbani kwao. Kuna watu saa hii wapo ngambo ya mto. Mahusiano yanaanza, yanaishia kwenye uchumba, ni ngambo ya mto. Hauingii Kanani kwenye ndoa. Unaanza biashara, ikianza tu kutengeneza faida kidogo, inaishia ngambo ya mto. Hauoni retirement, huoni mrejesho, huoni. Unaanza ujenzi, ukifika tu mahali fulani kwenye ujenzi, hela imekata. Unakuwa na boma limejaa magugu, limeota nyasi, mpaka miti inaota ndani ya chumba, miti inakuwa. Ulikuwa unajenga, umeishia ngambo ya mto. Mambo unayoanza hayakamiliki, unaishia ngambo ya mto. Sio kwamba hauna uwezo wa kuanza jambo na kumaliza. Kuna madhabahu ambazo ziko hai hata sasa, zinakuzuia usivuke kwenda ngambo ya mto. Jioni ya leo, acha Bwana wa majeshi aliyemtokea Ibrahimu na akamtoa ngambo ya mto, na yeye akutokee kwa jina la Yesu. Jioni ya leo akuvushe. Hebu sema, leo ninavuka kwa jina la Yesu. Ninavuka ngambo ya mto, ninavuka mto, ninaenda Kanani yangu. Wako wapi hapa washindi wanaonielewa? Hebu sema, ninavuka mto leo, ninatoka ngambo ya mto, ninaenda upande wa pili, ninavuka huo mpaka, ninavuka kwa jina la Yesu. Haijalishi kuna madhabahu ya nani, ninavuka na wakwangu, ninavuka na watoto wangu, ninavuka na biashara yangu, ninavuka na ndoa yangu, ninavuka na uchumi wangu, ninavuka. Hebu sema, ninavuka. Sema tena, ninavuka. Simama useme navuka. Piga hatua, sema navuka. Ninavuka ngambo ya pili. Haijalishi kuna madhabahu ya bibi imezuia huo mpaka, imekuwekea huo mto ya kwamba usivuke. Hebu jitabirie, sema ninavuka. Sema leo navuka kila mpaka uliowekwa, mpaka kwenye ndoa, mpaka kwenye uchumi, navuka. Hebu vuka, mwana wa Mungu, vuka kwa jina la Yesu. Vuka kwa damu ya mwana kondoo. Vuka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Watu wa praise, tafadhali sogeni hapa. Kuna watu ambao wamewekewa mipaka, wako ngambo ya mto kwenye uchumi. Yaani akifikisha 500,000 ni mwisho, mpaka ziishe ndio zije nyingine. Ana maono makubwa, ana mipango mikubwa, lakini kuna mto katikati, hawezi vuka. Nini kimetokea? Madhabahu zinakuzuia, miungu inakuzuia. Ukiota tupo kijini kwenu, basi vyote vinarudi nyuma, unaanza sifuri, unapambana. Kuna watu wamesoma, yani kuja kumaliza kidato cha 4 ana risiti mara 2 mara 3, kuja kumaliza chuo kikuu, yani ni masabentari ya kutosha.
anazuiliwa kuvuka. Jioni ya leo acha iwe ni jioni ya kuvuka kwa jina la Yesu. Acha iwe ni jioni ya kuvuka mto. Acha iwe ni jioni ya kuvuka mto. Nasema acha iwe jioni ya kuvuka mto. Nasema acha iwe jioni ya kuvuka mto. Nasema acha iwe jioni ya kuvuka mto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na Ibrahimu alivuka na Sara wa kwake, akavuka na Rutu, akavuka na mali zake alizokuwa amezipata pale Harani. Hebu sema nitavuka na vya kwangu leo katika jina la Yesu Kristo. Sema tena nitavuka na vya kwangu vyote katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza zoruba, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua miamba, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa ishara ambazo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unajibu maombi ambayo mwanadamu hawezi kujibu. Haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu. Unafanya mambo unajibu maombi Bwana, Yesu haulinganishi wewe, haulinganishi na kitu kingine. Yesu haufananishi wewe, haufananishi Bwana na kitu kingine. Yesu haulinganishi wewe, haulinganishi Bwana na kitu kingine. Unafanya mambo Baba haufananishi wewe, haufananishi na kitu. Yesu
Hakuna namna tunaweza endelea mbele kama si neema yako. Tunaomba huruma yako iwe juu yetu. Karabaya neus. Here bashanda rabasika. Imanela basaka. Hebu inua mikono yako juu, mtumishi wa Mungu, tuombe rehema tu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, wewe una haki. Unenapo una haki, lakini kwetu kuna haya ya uso. Kuna haya ya uso. Kwetu kuna aibu. Tunaona aibu, maana tunajua haya ni mambo yetu wenyewe. Tumekutenda dhambi sisi na ndugu zetu, tukaabudu miungu mingine, tukaitumikia. Baba, tunakuja kwako kama vile Danieli alivyokuja kwako. Utusamehe Bwana. Wengine hatukuwepo wakati hayo yanafanyika, lakini kwa sababu ni sehemu yetu, yamekuwa upande wetu. Baba, tunaomba rehema. Baba, tunaomba toba. Tunaomba rehema. Tunaomba msamaha juu ya kila madhabahu zilizoinuliwa kwenye ardhi ya nyumbani kwetu, kwenye maeneo tunayoishi. Tunaomba msamaha. Tunaomba utusamehe. Tutakase kwa damu yako. Damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani idondoke kwenye ardhi ya nyumbani kwetu. Damu yako ya agano jipya ikasafisha kila miungu, kila madhabahu zilizoinuliwa kwenye milima nyumbani kwetu, kila madhabahu zilizoinuliwa kwenye ardhi ya Kahama, kwenye ardhi ya Shinyanga. Damu ya Yesu ikanene mema. Damu ya Yesu ikashughulikie hizo madhabahu. Bwana, katikati ya ghadhabu yako kumbuka rehema. Usituhukumu Bwana kwa ajili ya uovu huo. Tunaomba rehema zako. Ni kweli tumekwama, tungekuwa mbali, lakini tumekaa mahali ambapo akapo shetani. Tunaomba rehema zako. Tunaomba fadhili zako. Tunaomba tuhurumie Bwana. Unaweza ukaenda mbele ya Jehova. Peleka damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu. Peleka damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu kwenye madhabahu. Mwambie tu Mungu rehema, rehema zako. Mwambie Mungu rehema, rehema zako, rehema zako. Damu yako ya thamani ikatangaze rehema, ikatangaze neema kwenye hiyo ardhi ya nyumbani kwetu, kwenye hiyo milango ya nyumbani kwetu, kwenye viwanja vya nyumbani kwetu, kwenye mashamba ya nyumbani kwetu, mahali ambako madhabahu za giza ziliinuliwa kwenye malango yetu. Bwana, tukafungwa kwazo. Tunaomba rehema zako. Randerebo sheketere mandorobo saka. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Mwambie Baba, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Nimekwama ng'ambo ya mto kwa muda mrefu. Baba, rehema zako. Baba, huruma zako. Hakuna ninakoenda nikafika, hakuna ninaloanza nikamaliza. Kumbe ni madhabahu za miungu za nyumbani, kumbe ni madhabahu za eneo ninaloishi zimenizuia kuendelea mbele. Mwambie Baba, katikati ya ghadhabu. Mwambie Yehova, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, 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 kumbuka rehema. Wako wapi kina mama wanaomba rehema juu ya watoto? Wanaomba rehema, wanaomba rehema. Natamani niwaone. Wako wapi waombolezao? Waomboleze juu ya nchi, waomboleze juu ya Kahama, waombolezao juu ya Shinyanga. Madhabahu pamekuwa ni mahali ambapo akapo shetani. Watu wamechinja kafara, watu wametoa makafara yao ili kuwafunga watu, wametoa makafara yao ili kufunga Shinyanga, ili kufunga Kahama. Omba tu rehema, omba rehema, omba rehema.
Mungu wa rehema ingilie kati. Baba tusamehe, Baba tuhurumie. Tumekuwa watu ambao tumekaa Pergamo, mahali akapo shetani. Ndio maana biashara zinakufa, ndio maana ndoa zinakufa, ndio maana hata hali ya kiroho tunainuka na kuanguka. Oh, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tungekuwa mbali, lakini tumekwama kwa sababu ya watu, kwa sababu ya miungu, kwa sababu ya madhabahu. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa jina la Yesu. Yebaya ndezaya. Sikia mtu wa Mungu, hebu inua mikono yako juu. Bado kuna kitu naona kinashindana na watu hapa. Bado kuna nguvu naona inashindana hapa. Ninaona madhabahu za miungu zimeinuka, zinashindana na watu hapa wasiombe. Zinashindana na watu hapa wasiombe. Hebu sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, eneo lolote lililoinuliwa madhabahu za miungu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu. Ninapeleka damu ya Yesu eneo lolote lililoinuka, kwenye milima, kwenye mabonde, kwenye mashimo, kwenye mapango, kwenye vyumba vya siri. Napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu mahali popote walikoandika jina langu. Napeleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Hebu peleka haya, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu. Kuna ambao wamefungwa kwenye hizo madhabahu. Peleka damu, peleka damu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, ndio. 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 Ongeza nguvu kidogo, ongeza nguvu kidogo. Omba kwa sauti, usinongone. Haya ni maombi ya vita, haya ni maombi ya kumlazimisha shetani ni kuziamuru zikuashirie. Peleka damu ya Yesu namna hiyo, ndio. Kazana, 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 usipunguze mwendo. Ongeza mwendo, ongeza mwendo, ongeza nguvu, ndio. Ninaona zimeanza kupasuka. Peleka damu ya Yesu. Wako ambao wanaachiliwa, peleka damu ya Yesu kwenye hiyo madhabahu iliyokushikilia. Peleka damu ya peleka damu ya Yesu. Walipokushikilia, walipokukamata, hiyo madhabahu ya ukoo, hiyo madhabahu ya kijiji, hiyo madhabahu ya eneo, hiyo. Haya, mwacheni, 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 mwacheni. Haraka, 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 haraka. Peleka damu, peleka damu. Ni damu na moto, 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 ni damu ya moto, ni damu na moto, ni damu na moto, ni damu na moto. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Inaenda, inaenda. Peleka damu ya Yesu huko kwenu Sumbawanga, huko kwenu Kigoma, huko kwenu Mbeya, Mwakaleli. Peleka damu ya Yesu huko kwenu Kilimanjaro, huko kwenu Arusha. Peleka damu, 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 peleka damu ya Yesu, ndio. Peleka damu ya Yesu, ndio. Peleka damu ya Yesu namna hiyo. Ongeza nguvu kidogo tena, usichoke mwana wa Mungu. Kwa nini uishie ng'ambo ya mto? Kwa nini uishie ng'ambo ya mto? Kwa nini uishie ng'ambo ya mto? Peleka damu ya Yesu, wanakuachia. Haya, mwachieni, mwachieni. Peleka damu ya Yesu, 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 ndio. Ndio, ndio, ndio. Ongeza nguvu tena, ongeza nguvu tena, ongeza nguvu tena. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Enyi miungu ya mashariki, enyi miungu ya magharibi, enyi miungu ya kaskazini, enyi miungu ya kusini, mliomfunga huyu, hiyo madhabahu, haya inapokea damu, inapokea damu ya Yesu, inapokea damu ya Yesu, inapokea damu ya Yesu, inapokea damu ya Yesu, inapokea damu ya Yesu. Ni damu ya mwana kondoo, ni damu ya mwana kondoo, ni damu ya mwana kondoo. Amenunuliwa huyo, hamtamzuia tena. Peleka. Aya. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Kuna kitu kinatokea, kuna mambo yanatokea. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka. Yes, 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 yes. Aha, kuna kitu kinatokea hapa. Inua mikono yako juu tena. Natamani watu waite damu ya Yesu.
natamani uite tu damu ya Yesu. Kwenye damu ya Yesu iko nguvu ya kumtoa mtu kwenye madhabahu, ya kufuta jina lake kwenye madhabahu. Hebu sema damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ongeza sauti yako, sema damu ya Yesu, damu ya Yesu iende kwenye kila eneo mashariki, madhabahu ya mashariki, miungu ya mashariki, miungu ya magharibi, madhabahu za magharibi. Pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, damu ya Yesu kaskazini na kusini. Pokea damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ita damu, ita damu, ita damu ya Yesu, ndio. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Ita damu, ita damu, ita damu, ita damu, ita damu. Inakupigania, 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 inakupigania. Inakupigania mama, inakupigania, inapigania watoto, inapigania, inakupigania binti. Hiyo ni damu, hiyo ni damu, hiyo ni damu. Sio damu ya mbuzi, sio damu ya kondoo, sio damu ya ng'ombe. Ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu. Hiyo ni damu ya, inafanya vita, inafanya vita, inafanya vita. Na hiyo miungu inafanya vita, inafanya vita, inafanya vita, inafanya vita, inafanya vita, inafanya vita, inafanya vita. Arana raba babaya reketere mama 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 shadagada ya mama 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 rebebe nerebo sakata rama mama 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 rama mama 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 rama mama mama mama. Wanakuachia, wanakuachia. Kazana, ongeza, ongeza nguvu, ongeza nguvu. Pambana, 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 pambana. Wanamwachilia, wanamwachilia. Haya, mwachilieni, 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 mwachilieni haraka, mwachilieni haraka. Madhabahu inamtapika, hiyo madhabahu inakutapika, hiyo madhabahu inakutapika, inakutapika. Hautaishi maisha ya mfanano na wengine, hautaishi maisha ya mfanano na wengine. Hautakuwa kama mama, hautakuwa kama bibi, hautakuwa kama shangazi. Inakutapika, inakutapika, inakutapika. Hiyo madhabahu, hiyo madhabahu inamtapika, inamtapika leo, inamtapika leo, inamtapika leo, inamtapika leo, inamtapika leo, inamtapika leo, inamtapika leo. Haya, chiaraka. Madhabahu, 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 mwachilieni haraka. Hiyo madhabahu ya kiganga, hiyo madhabahu ya kichawi, ashia. Karanderebo seketerebo sakata unana yana na yana ya ora mama mama mama. Wanakuachia, 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 wanakuachia wewe. Hakuna ataweza kuzuia tena, hakuna atakaye kukwamisha. Nizamu ya kuvuka, 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 nizamu ya kutoka. Mnaiachia agape. Enyi miungu, enyi miungu ya Kahama, enyi wakuu wa giza wa Kahama, mliokamata watu wa Chandaraba sakata rememenderebe sekete riba manderebo sakata. Anavuka mto, 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 anavuka mipaka. Hebu omba ukitembea, huo ni unabii. Unavuka, sema ninavuka, sema ninavuka, sema ninavuka, ninavuka mipaka. Rapoko sekete rebe terebosa rama manderebo seketea ananana yana yana randerebo sakandaraba rikorobo seketeri mandorobosia rapoko shanda anana yanderebosa rapopopo shete repopopo shata rapopopo shata ripopopo sekete ripopopo shata ripopopo shata rimanderebo shata yama.
Bado ndio tunaanza. Inua mikono yako juu tena. Nisikilize vizuri. Inua mikono yako juu kabisa kwa Mungu. Sema kwa jina la Yesu, mahali popote kwenye madhabahu yoyote ya miungu walipoandika jina langu au kutamka jina langu, wakatoa na kafara ili kunifunga na kufunga hatua zangu, leo ninatoka madhabahu yoyote iliyopokea kitu chochote kutoka kwangu, madhabahu yoyote iliyopokea nguo yangu, iliyopokea nywele zangu, iliyopokea kucha zangu, iliyopokea damu, iliyopokea kafara kwa ajili yangu, inaniachilia leo. Ninatoka kwenye hiyo madhabahu. Madhabahu, sikia neno la Bwana, mimi sio mali yako. Madhabahu, pasuka. Leo ninatoka, niachilie haraka kwa jina la Yesu. Sasa nikitaja jina langu, wewe taja la kwako. Nikitaja jina langu, wewe taja la kwako. Sema kwa jina la Yesu, madhabahu yoyote iliyonishikilia mimi Ezekiel, leo inaniachia. Madhabahu, futa jina langu. Ninafuta jina langu la Ezekiel juu yako. Kafara yoyote iliyotolewa ikataja jina langu la Ezekiel, leo ninaiharibu kwa damu ya Yesu, madhabahu, niachie haraka. Ninatoka kwako. Madhabahu ya ukoo wa baba yangu inaniachia. Madhabahu ya Malando, madhabahu ya baba yangu Malando inaniachia. Madhabahu ya ukoo wa Malando inaniachia. Sema madhabahu ya ukoo, taja jina la kwenu, inaniachia. Ninatoka kwenye hiyo madhabahu. Hebu anza kutoka sasa. Hii amuru ikuachie. Anza kutoka. Tamka hiyo madhabahu. Tamka jina la ukoo. Sema najinasua. Sema ninatoka. Sema ninachomoka. Sema unaniachilia. Enyi mapepo, enyi mawakala mliokamata, haya tayari wanakuachilia, na mapepo yaliyotumwa kukuzuia yanakuachilia. Sema natoka. Haya wanamwachilia. Haya toka mwana wa Mungu na watoto wako. Arabayana rapoposheterama. Ibrahimu alitoka na mke wake na walivyokuwa navyo. Hebu toa na uchumi wako, toa na hela zako, toa na mali zako, toa na kibali chako. Namna hiyo. Watu wanaachiliwa hapa, watu wanatoka hapa, watu wanaachiliwa. Toka kijijini, toka milimani, toka makaburini, toka mapangoni, toka kwenye mashimo, toka huko kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatoka. Haya toka. Haya hama huko, toka kwa damu ya
Yesu. Ropo koshanda randerebo sakata rimama manderebo saka. Toka. Natamani nione watu ambao wanaomba kabisa kwa kumaanisha, wanasema ninatoka kijijini, ninatoka Makete, ninatoka Mwakaleli, ninatoka Kigoma. Wanamwachilia hao madhabahu ya ukoo, madhabahu ya Kigoma inamwachilia haya. Mwachieni haraka waliokuungamanisha na hizo madhabahu zao. Haya wanakuachilia. Ropo kushandaraba mama wanakuachilia. Toka mwana wa Mungu, toka. Karabashenterebosaka. Namna hiyo. Usinyamaze. Kuna kitu kinaendelea. Kuna kitu kinaendelea. Kuna kitu kinatokea. Wewe hutakuwa kama wengine. Wamezuia wengi, lakini wewe lazima kuachilie leo. Lazima uachiliwe leo. Lazima uachiliwe leo. Unavuka, wanakuachia. Juu na mkono ulioshika sadaka pamoja nao na sadaka yako mkononi. Ikiwa watu huungamanishwa kwenye madhabahu za miungu kwa kafara, ikiwa watu hutoa sadaka kwenye madhabahu za miungu na wakawa connected na zile madhabahu, sadaka yako hii ina uwezo wa kuungamanisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Chilia moyo wako mbele za Mungu. Nataka tuende kuomba hapa. Sema maneno haya badala yangu. Sema, Bwana Yesu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Gideoni alienda na ng'ombe akamtoa sadaka kwenye madhabahu ya baba yake, na akaivunja ile ashera, akaichoma kwa moto. Jioni ya leo mikononi mwangu mimi sina ng'ombe, ila nina damu ya Yesu. Na sadaka hii kutoka ndani ya moyo wangu ninaleta madhabahuni pako. Mungu mwenye nguvu, ikiwepo kafara yoyote, ikiwepo sadaka yoyote iliyotolewa juu yangu na kuniungamanisha na madhabahu za miungu, Baba ingilia kati. Yesu ingilia kati. Nguvu zako ziwe juu yangu. Nguvu zako ziwe juu yangu, ili kunitenga na huo uharibifu, kwa jina la Yesu. Mungu, niko tayari. Ninaomba unitoe, ninaomba unihamishe kwa jina la Yesu. Ninaomba unyamaze kimya. Mungu unayeishi, funika tu macho yako, tunza uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Huyu ni shujaa wa familia. Huyu ni shujaa, ndani yake umemwekea uwezo.
ndani yake umemuumbia uwezo, lakini kuna madhabahu za giza zimemzuia. Umemtengenezea na kumuumbia hatua, lakini amekwama ng'ambo ya mto kwa sababu ya madhabahu za miungu. Kuzimu mzuia kwa muda mrefu. Mungu mwenye nguvu, ni saa yako kujidhihirisha kwake. Ni saa yako Mungu kujidhihirisha mahali hapa. Kila roho ya kuzimu, roho za nyoka na majoka waliozonga hatua zake, sauti hii wanaisikia. Sauti hii wanaisikia. Saa hii mahali kokote walikomzuilia, iwe ni milimani, iwe makaburini, iwe kwenye mashimo, iwe ni kwenye maduka ya spare, wamemfunga huko ili watumie nyota yake, ili watumie kibali chake, ili watumie akili zake, ili watumie vipawa vyake. Saa hii ninageuka kuwa moto wa miali, ninapenya huko. Haya, enyi kuzimu, saa hii mnanisikia? Mnanisikia? Hiyo sadaka mkononi mwake ni moto. Hiyo sadaka mkononi mwake ni moto. Ndio. Mwachieni haraka. Mwachieni haraka. Mwachieni haraka. Mwachieni haraka. Mwachieni haraka. Mwachieni haraka. Sheketere mandera baba. Hima sotota ya mayama. Jiri makaya ma, zere kaya ma. Ropo siri maya ndeza. Rima ya siya mama. Ro siri maya ndera ya mama. Nasema enyi miungu upande wa baba, enyi miungu upande wa mama, enyi miungu ya ukoo, haraka mwachilieni huyu. Mwachilieni huyu haraka. Mwachilieni huyu haraka. Mwachilieni huyu haraka. Achia haraka. Mwachia haraka. Mwachia haraka. 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 Mmekula pesa yake vya kutosha. Mmetumia nyota yake vya kutosha. Power of God. Shititi mama. Roza nyoka na majoka, mnaisikia? Mnaisikia sauti hii? Mmezonga miguu yake. Ewe jini mwanaume, ewe jini mwanaume, ewe jini mwanaume, hayawaka moto, hayawaka moto, hayawaka moto, hayawaka moto, hayawaka moto. Achia. Imetosha mlivyomtumia. Mlitumwa mawakala kumzuia. Siku yake imefika. Inatangaza mwisho wa mateso. Msiba wake umekoma. Nasema msiba wake umekoma. Nasema msiba wake umekoma. Mmemtia aibu mara nyingi sana ili kumdhoofisha. Paga haraka chini haraka. Paga haraka chini haraka. Paga haraka chini haraka. Mnanisikia? Na wala hamna mamlaka ya kukaa juu yake. Mnanisikia? Mwisho wa aibu umewadia. Mwisho wa aibu umewadia. Amelia vya kutosha. Ninawapiga kwa nyundo ya chuma. Ninawapiga kwa radi na moto. Pigwa. Shelele bayandeza ya. Rapo sika ya mama neteu dada. Uya. Rosa katara mandezi. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Inakutangazia mpenyo. Imetosha. 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 Pigwa kwa jina la Yesu. Natangaza mpenyo kwenye maisha yake tangu leo. Natangaza mpenyo kwenye maisha yake tangu leo. Natangaza mpenyo kwenye maisha yake tangu leo. Natangaza mpenyo tangu leo. Kuzimu mwachieni haraka. Achia. Achia. Kwa jina la Yesu Kristo. Achia. Achia. Kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza mpenyo tangu leo. Natangaza mpenyo tangu leo. Natangaza mpenyo tangu leo. Kuna nabii wa familia hapa. Mmemfunga nabii wa familia
ni mtumishi wa Mungu kabisa. Mmemfunga. Huyu ni Gideoni wa familia. Mmemfunga. Leo ni saa yenu kuondoka. Anaachiliwa. Anawekwa huru, anaachiliwa kwa moto, anaachiliwa zaka, achia. Karabashentere Mosaya. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu, katika jina la Yesu, wewe umeweka vipawa ndani yao. Karabashentere Mosaya. Wewe uliweka uwezo ndani yake. Uliweka huo uwezo ndani yake. Na adui ameuchezea. Mungu, hujawahi kupata hasara. Ninaomba ingilia kati kwa kila mmoja hapa ambaye Mungu umeweka uwezo mkubwa ndani yake, lakini miungu imeuzuia kwa jina la Yesu. Karabanderebosi. Sheli karamanderebosi. Hia narabakora mandosi. Hini ninaya mama. Ora basia bayandis. Mkono wako Mungu wenye nguvu, usiache kugusa wako hawa. Karamanderebosika ya baba. Harabasutaramande iba sheteta. Kori makaya baba sheketa ramandoza. Honi na ya maya. Wako ambao wameishia ng'ambo ya mto. Wana safari walikuwa wanaenda, lakini wameishia ng'ambo ya mto. Enyi miungu, mmemzuia asivuke huo mto. Mmemzuia asivuke hiyo hatua. Mmemzuia vya kutosha. Shetere bahendere bosia. Oh, bandere bosi karamamanda rabasai. Oh. Oh, saya mama. Oh. Ni piti Bwana kweli mimi mkosaji wakosa wawai uni tena na mimi ninaomba ukae. Ndani yao na kinapigwa vita sana. Nisikiza vizuri, nataka niombe na watu ambao ukitoa sadaka vita inainua kwako, sio ya kawaida. Kitu miungu haipendi ni mtu kutoa sadaka. Songa hapa mbele. Yaani ukitoa sadaka ya fungu la 10 ni kama umefungulia milango ya mapepo. Vitu vyako vinaharibika sana. Songa hapa mbele haraka. Hawa watu usipowasaidia, na naomba mnisikize vizuri, mtu wa namna hii baraka zake zipo kwenye kutoa.
aliitwa kutegemeza watumishi wa Mungu na huduma ili mambo yake mengine yafunguke. Sasa adui anachokifanya, anakipiga hicho ili akate tamaa, aendelee kuteseka. Kwa kuwa Mungu mwenyewe hataruhusu yeye apate hasara, na Mungu hawezi kupata hasara. Msaidie mama, mshikie mtoto. Mungu mwenyewe aingilie kati. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ni wewe uliyewaita, ni wewe uliyeweka huo utumishi ndani yao, na ndio maana unapigwa vita. Ninaomba sasa nguvu zako Mungu za kuwahuisha ziwe juu yao, uwasaidie tena kwa namna ambayo Mungu umekusudia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, dada sogea. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kila uchawi, kila uganga, hiyo madhabahu inayofanya vita na yeye kwenye lango la uchumi ili kuharibu utumishi wake, ewe mzimu unanisikia, ewe mzimu unayetaka kupokea sadaka kutoka kwao, unanisikia, hawa sio wa kwako. Haraka uachilie, haraka uachilie, haraka uachilie kwa jina la Yesu. Hautawatumikisha tena. Nguvu za Mungu sio juu yako dada, nguvu za Mungu sio juu yako sahihi. Hautavurugwa tena kwa jina la Yesu. Ewe joka ramandere bosia baya, kwa jina la Yesu, huo mzimu unaotaka kupokea sadaka kutoka kwako, tunaufukuza kwako, tunaufukuza kwako. Haraka, haraka, come out kwa jina la Yesu. Come out, kimbia. Ninawafukuza kwenye maisha yake, hamtamzuia. Come out, sio mali yenu huyu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, asante kwa sababu umemkomboa na kumvusha, katika jina la Yesu. Rasu taranderebosa, kwa jina la Yesu. Mzimu unataka kupokea sadaka wewe, ninakupiga kwa nyundo ya chuma. Uchawi na uganga na majini yaliyotumwa ili kufanya hiyo vita kwenye lango la uchumi, pigwe kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, mtumishi wako hautapigwa tena. Mungu anakukumbuka katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Amen. Mungu abariki, mwende mkaone mkono katika jina la Yesu. Kuna wale ambao walikuwa wanaomba sana, alafu ile flow imekata, haombi kabisa. Akianza kuomba vita kubwa, soga mbele hapa tumalize na hao, alafu kesho tuongee na watu wengine. Wale wenye maombi wana vita kubwa kwenye maombi. Ulikuwa unaweza kufunga 3, 7 unafunga, lakini sasa hivi ukifunga ikifika saa 4, yani unasikia kama utumbo umehamia mgongoni, njaa inakwaluza. Na wewe rafiki, umepigwa hapo, sogea kidogo na wengine wapate nafasi. Funika macho yako. Sasa ninyi ninawaombea upako wa nguvu za Roho Mtakatifu tena, sawa Kikombe kijae mafuta. Kikombe kijae mafuta. Na wewe kikombe kijae nini? Mafuta. Sasa tulia kama mkao wa kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu, hapa hamna pepo, hapa ni nguvu. Amen. Hapa ni nguvu. Uko tayari kupokea nguvu? Uko tayari kupokea nguvu? Kanisa la Mungu, hata kama umekaa huko utapokea kama utakuwa unataka. Haleluya. Haleluya. Anayetaka atapokea, hata kama umekaa huko utapokea tu. Na utashangaa flow inafungua kuanzia hapo, na mito ya maji inafunguka, inaanza kubujika. Unajua tayari Roho Mtakatifu ameshaanza kumimina nguvu zake hapa anapoongea. Tayari nimeshaanza kuona moto unapita, ni ndimi zinapita. Kuna wengine wanasikia moto kuanzia miguuni mpaka juu, na kuna wengine miguu haitaweza kuwabeba kwa sababu ya uzito wa ile nguvu ambayo Mungu anaachilia. Ni nguvu isiyokuwa ya kawaida. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu upo katikati yetu. Hawa wanakutii tena kwa sababu adui alipokutisha ndani, aliharibu yale mazao yako ndani yao, alikausha ule umande ndani yao, alikausha,
alikausha ule umande, ule utomvu ndani yao, alikausha lile bubujiko ndani yao, akauzima ule moto. Na misa hii Mungu, kwa mamlaka na kwa nguvu ya Roho wa Mungu, ninaomba uweza uwe juu sahihi, uwe juu sahihi, uwe juu sahihi, uwe juu sahihi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wajaze tena, wajaze tena, wajaze tena. Walioko hapa mbele wajae sana, na hata waliopo kule nyuma wajae tena, kwa kuwa Mungu ametamani karama iliyo njema. Pokea kwa jina la Yesu. Power of God, power of God, power of God, power, power, power. Kuna nguvu inapita, kuna nguvu inapita, kuna nguvu inapita. Ndio daka hiyo, usikubali kupita tu hivi hivi. Hauwezi ukawa kawaida, hauwezi ukawa kawaida, hauwezi ukawa kawaida, hauwezi ukawa kawaida, hauwezi ukawa kawaida. Power of God, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu juu yake, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu. Fungua kinywa, fungua kinywa, anza kuomba. Fungua kinywa, anza kuomba. Kuna nguvu zinapita kwenye kinywa, zinapita ndani yako. Fungua kinywa, anza kuomba, usinyamaze. Kuna nguvu zinapita, kuna nguvu zinapita. Afulike, 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 afurike, afulike, 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 afurike. Ule ukame uondoke. Achie mafuta. Nasema ni mafuta, 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 nasema ni mafuta. Anoint, nasema ni mafuta, nasema ni mafuta, nasema ni mafuta, nasema ni mafuta, nasema ni mafuriko. Yaondoe kila mawe, yaondoe kila aina ya milima, yayeyushe kila aina ya milima. Nasema ni mafuta, nasema ni mafuta, nasema ni mafuta, nasema ni mafuta. Roho wa Bwana, roho wa maombi, 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 roho wa maombi. Rimanderebosa ta 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 ta. Roho wa maombi, roho wa maombi, roho wa maombi. Powerful even, powerful even. Fungua kinywa. Hiyo nguvu inapita ndani yako, hiyo nguvu inajaa tena ndani yako. Kikombe chake furike divai mpya. Remenderebo satatatatata. Natamani nisikie mnaomba, muombe. Nguvu iko hapa. Mimi nashangaa sioni mnapokea wakati kuna nguvu nyingi hapa. Yani wakati kuna nguvu sio kawaida hapa. Inashangaa ni nini kinatokea. Imarebo satata. Power kwa damu ya mwana kondoo, power kwa damu ya mwana kondoo, power kwa damu ya mwana kondoo. Nasema ni mafuta, 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 nasema ni upako. Nguvu maradufu tena, nguvu ya kuomba, nguvu ya kuomba. Hizo ndimi, hizo ndimi, hizo ndimi, hizo ndimi. Power. Ay 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 ay. Sheketere menderebe setere baba 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 baba. Power. Yeah. Huyu sio wa kawaida, 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 huyu sio wa kawaida. Power vivenderebo satatata. Maradufu, 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 maradufu. Sio wa kawaida. Nasema ukame na unyaufu unaondoka. Kiwango kingine, kiwango cha kukesha na kuomba, kiwango cha kufunga kinaongezeka. Nasema mito ya maji yaliyo hai yabubujike ndani yake. Panderebo satatata. Ndio, 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 ndio,
Ndio, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu wajaze kabisa, wajaze kabisa, wajaze kabisa, wajaze kabisa, na zile karama za unabii zianze kutokea ndani yao. Waliokuwa ona yaanze kuonekana tena, yaanze kuonekana tena, yaanze kuonekana tena, yaanze kuonekana tena. Ora basheketere manderebo sakata. Katika jina la Yesu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Naomba msogee, pigeni magoti madhabahuni hapo, muendelee kuomba. Pigeni magoti madhabahuni hapo, muendelee kuomba. Kwa kale mtakuwa unapokea hivyo, muendelee kupokea, muendelee kupokea. Naomba usimame na sadaka yako. Muda umetuacha kweli kweli, tusamee tumechelewa leo. Naomba usimame na sadaka yako. Kara nderebo sika. Naomba ulete sadaka yako ukiwa unaomba hivyo katika uwepo huo. Hivyo hivyo ukiwa unaomba, njoo na sadaka yako unaileta kwa Bwana. Njoo na sadaka yako ukiwa unaomba. Naomba bahasha samahani. Repoko shantara basekete. Ramanderebo sikiri manderebo saka. Njoo na sadaka yako ukiwa unaomba. Paramandara basika. Limanderebo sandara shandara ba. Repoko shekete remandorobo sikaya. Makosidi manderebo sakata. Dibariki nami, dibariki nami, Ramandara dibariki nami, Karamandere bosikiri mandara. nami, Rekayandara baseketeri. nami, Ribosa gatiri maya. dibariki nami, Karabashendere bosikiri amandoro bosa. nami, Rabrosandere bosaka. nami, Karabasikiri bamaya. Rabakaya mandosika. Reketere bashakatara mandeza. Koramandere boboshana. Rikaramandoro bosia. Thank you Jesus. Koramandoro dibariki nami. Naomba tusimame sasa ili tuweze kupokea baraka. Waimbaji, waombaji pamoja na wazee wa kanisa tutabaki mara moja tumshukuru Mungu wetu. Baada ya hapo tuweze kuenenda kwa amani ya Bwana. Naomba usimame. Naomba msimame sasa. Wazee wa kanisa, waimbaji, waombaji, tukutane mahali hapa ili tuweze kumshukuru Mungu wetu. Pokeeni baraka zake Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinue uso wake na Bwana akupe amani yake. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni pia kesho. Tunaendelea na morning glory asubuhi na jioni tunaendelea na semina yetu. Bwana wabariki sana. Niombe sasa wazee wa kanisa mje hapa ili tuweze kumshukuru Mungu wetu. Ninyi mkimaliza kuomba basi mtoe sadaka alafu tushukuru.